Ni siku ya Ijumaa asubuhi ya leo ambapo mpenzi mtazamaji, ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuzidi na kubarikiwa pamoja na kufundishwa mengi kutokana na neno la Mwenyezi Mungu, na pia kuombewa ili siku yetu tukaweza na kuianza ikiwa imebarikiwa, tukiwa tu mtumishi wa Mwenyezi Mungu ametupeana mbele za Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, karibia katika runinga yako, tuendelee na kufundishwa kwa pamoja na kubarikiwa kwa pamoja, na pia tuendelee na kuogelea ndani ya haya manyunyu ya baraka ili tukaweze kuzipokea kwa wingi hizo baraka. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye tunaendelea kuwa naye ni Pastor Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi Sub Pastorate wa Munyu Pastorate, Machakos Sub Headquarters. Karibu. Imepata siku ingine mfululizo ya 5 tukifuatanisha neno la Mungu ambalo huwa linatusaidia ukikubali moyoni mwako. Kwa hivyo nakukaribisha katika mahubiri ya siku ya leo, tukijua ya kwamba hakika tutasaidika, na nikikusalimia katika jina la Yesu. Ujambo, natumai mzima katika Kristo Yesu. Hata ikiwa uko na majaribu na mateso yanakufanya usiwe mzima kiroho, natumai hakika Mungu atakusaidia, lakini pokea nguvu kutoka kwake Mungu. Tunaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo mtakatifu. Sura ni ya 4, mstari wa 1 na wa 2. Neno likisema hivi: Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili anjaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Kichwa chetu, lengo yetu ni Yesu aliongozwa na Roho nyikani, ama kuongozwa kwake Yesu na Roho Mtakatifu nyikani. Na hayo kuongozwa, aliongozwa kwa maana kulikuwa na majaribu kwake, yale ambayo shetani alikuwa ameandaa. Na kwa jambo lingine tunaweza sema ni kunjaribiwa kwa Yesu jangwani. Na tunapoenda kuangalia hayo maandiko, tunajua ya kwamba Yesu, tunapoambiwa aliongozwa nyikani na Roho, na Roho Mtakatifu alikuwa Mungu, na huyu Roho alimuongoza Yesu Kristo ndiposa aweze kumsaidia. Manake Yesu Kristo alikuwa na mwili wa kibinadamu, kwa hiyo alikuwa anahitaji usaidizi, ndio alienda naye jangwani. Na jambo lingine ilikuwa ni somo kwetu, tujue ya kwamba wakati ule tuko na huu mwili na Yesu hayuko, kutakuwa na msaidizi ambaye ni Roho wa Mungu, ambaye tunapaswa kuenenda naye katika majaribu na mateso. Kwa hivyo Yesu mwenyewe alienda na huyo Roho, na pia kazi ingine yake Roho Mtakatifu, kwa maana ni kuomba, alienda amsaidie kuomba. Manake pia jangwani Yesu alikuwa anaenda kuomba, na alikubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Mtazamaji, mahali popote uliko, najua ya kwamba mara kwa mara unaingia katika majaribu, na haya majaribu mara nyingi yanakusonga mpaka unakosa fahamu na unakosa tumaini.
Kwa hivyo usikose fahamu, usikose tumaini. Hakika imani yako isindindimie. Kubali uongozwe na Roho. Yesu alipoongozwa na huyo Roho, hakika aliweza kuyashinda yote. Maana yake alinena kumeandikwa, na hakika shetani akapata kushindwa. Kwa hivyo ukiwa mahali uliko, tafadhali kubali huyu Roho wa Mungu. Jambo la pili ni kwamba alipoenda jangwani huyu Yesu pamoja na Roho wa Mungu, maana alimuongoza na akaenda kukaa naye, na alikaa pale siku 40. Ni kwa nini alikaa siku 40? 40 hakika ni mpango wa Mungu, na 40 alikuwa anaitumia. Kwa maana tukirudisha mawazo yetu nyuma, tunaona mvua ya gharika iliweza kunyesha siku 40. Wana wa Israeli waliweza kuzunguka pia hizo siku jangwani. Na tena kuna mengine mengi yale ambayo tunayaona, lakini neno ndilo hili. Hizo siku 40 Yesu Kristo mwana wa Mungu akiwa na mwili wa binadamu aliweza kukaa akiomba, kama vile tuliona hapo awali. Alikesha akiomba, kweli akaomba hizo siku zote, na kule kuomba hakuwa anakula chakula. Ndugu yangu, unaelewaje na kufunga? Kuna watu kabisa wanajua kufunga ni kutokula peke yake. Rahasha. Kufunga, unaweza funga ikiwa unapenda chai, uache chai na useme sitakunywa chai. Wakati huo nitajisikia nimekosa chai, saa hizo nitaomba na nitamuita Mungu. Unaweza funga kwa njia hiyo. Na huenda ikawa kuna mtu alikuwa anafunga na akapatwa na shida labda ya kisukari, ambao huwezi kukaa ukiwa hauna chakula, na umeanza kukosa tumaini, na kuambia pamoja na hicho chakula unakula, unaweza funga. Yani umeditate kila wakati mawazo yako uyatume kwake Mungu, ukae peke yako, na hakika ukifanya kazi uhakikisha umeenda mahali pako na wakati unaongea na Mungu. Hiyo ni njia nyingine ya kufunga. Kwa hivyo usikufe moyo ukisema sasa kuna wakati nilikuwa sikuwa ninakula, sasa nitafanya nini? Kufunga ni kwa njia nyingi sana. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, kuna watu kabisa amesema, "Ila mimi napatwa na hanzas, siwezi nikakosa chakula." Unaweza ukakosa chakula, na Mungu akikuangiza uache chakula, atasimama kwa upande wa chakula na utapata madhara yoyote yale. Kwa maana Yesu alipomaliza hiyo 40 siku, Biblia inasema akaishi njaa. Lakini hebu hesabu 40, na alikuwa na mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo hii ni somo kwetu. Tujue ya kwamba majaribu yatakapotupata, tujue ya kwamba tunaweza hata kukubali Roho wa Mungu atuongoze, na tunaweza pia kumpea Mungu nafasi ya kwanza ndani ya mioyo yetu, na tunaweza hata kufunga na kuomba, kutafakari, kusoma neno la Mungu, kumeditate neno la Mungu, kuwa na wakati wa sifa na msifu Mungu. Kwa hivyo throughout siku na ingine ukae na Mungu, uenende na Mungu hata ukiwa kwa choo. Ndio, pale kwa choo ukiwa set, meditate ya Mungu. Mungu afanye kazi yake, na afanye ile yako.
kwa sababu unasidi kuenenda na Mungu, basi ndugu yangu na dada yangu, ujue utapewa nguvu. Manake Yesu alifunga ndiposa apate nguvu. Wakati huo ndio alikuwa aanze huduma yake, na alikuwa anataka aanze na Mungu na aweze kushinda majaribu. Manake alikuwa anajua bila shaka yamo na atakutana nayo. Kwa hivyo wewe mwenyewe, kuna majaribu yako mahali, kama vile Yesu aliomba na akashinda hayo majaribu. Pia omba, pia kaa ndani ya Yesu. Mwenye hujaokoka, okoka, kwa maana kwa Yesu kuna raha kwa wakati huu na wakati ujao. Bwana na alibariki neno lake. Amina. Asante Jehova Mungu ni kwa ajili ya neno, kwa mambo mawili ambayo yamekuja kwetu, ya kwamba tukubali tuongozwe na Roho wa Mungu ambaye ni mwalimu, atufunze yote, ni mwombezi, atuombee, atutie nguvu. Tena tuweze kufunga wakati wa shida na wakati ambao sio wa shida. Tujiandae, kwa maana majaribu yamo, tukiwemo katika dunia hii. Na kuna mtu anahangaika mahali pale, kweli amuite Roho wa Mungu ni Mungu, ili aweze kumsaidia na kumuinua mahali aliko. Kwa hivyo wewe mtazamaji, usikufa moyo, jipe moyo, utapata nguvu mpya na utasaidika na utamwona Mungu, utasimama ufurahie na uenende katika nyumba ya Mungu, utoe sadaka ya shukrani. Basi ni neno la Mungu litusaidie. Katika jina la Yesu Kristo tuomba. Amina. Baki salama. Yesu aliweza na kujaribiwa kama mwanadamu, kuonyesha kwamba hata mtu mwenye roho safi anaweza kukabiliwa na majaribu. Kuonyesha hata mtu ambaye ni mtakatifu, hata mtu ambaye ameokoka, hata mtumishi wa Mwenyezi Mungu, awe anaitwa nani, awe anajulikana title yake ni gani, anaweza akakabiliwa na majaribu na changamoto. Maana kama Yesu alijaribiwa, nje kwetu sisi? Ndio sababu asubuhi ya leo ningetaka ukaweze na kufahamu kwamba, mpenzi mtazamaji, wakati ambapo unapitia majaribu, unapitia hizo changamoto, sio kwa sababu Mwenyezi Mungu hakupendi, sio kwa sababu Mwenyezi Mungu amekuachilia, lakini tumeona kwamba hata mtu ambaye anamtumikia anamtumikia Mwenyezi Mungu zaidi, anamfanyia Mwenyezi Mungu kazi, amesimama imara, majaribu yanaweza kumpata. Maana Yesu alijaribiwa, kuonyesha kwamba hata mtu wa aina hiyo anaweza akajaribiwa, anaweza akakutana na changamoto. Hivyo basi, tukikutana na hayo yote, tumshukuru, tumuombe tu Mwenyezi Mungu ili akaweze na kutupa nguvu za kuweza na kuyashinda hayo majaribu. Pia tujue kwamba wakati mwingine tuombe na tujijenge, tuwe dhabiti, mnatufuate Roho Mtakatifu na kutegemea Mungu hata wakati wa udhaifu. Tumtegemee Mwenyezi Mungu wakati wote. Tumtegemee Mwenyezi Mungu. Fursa ya kupigana na majaribu inakuja kwa kila mmoja. Lazima tupatane nayo na lazima tupambane kupitia kwa maombi na Roho Mtakatifu. Tumtegemee sana akaweza na kutuongoza. Tuombe sana na tumpe nafasi akaweza na kutuongoza. Mwenyezi Mungu pia akaweza na kutusaidia wakati wote, wakati wa udhaifu. Ona Yesu hapa anajaribiwa wakati ambapo ako katika amefunga. Wakati huo analetewa hiki na kuweza na kuanguka. Aliweza na kushinda. Alimjibu shetani na maandiko. Kupitia kwa maandiko tukaweza na kumjibu, tukasimame imara. Roho Mtakatifu akaweza na kutuongoza, tukampe nafasi, akatupe maneno ya kutamka, maneno ya kuongea wakati ambapo shetani ametutafuta katika njia tofauti tofauti,
anataka kutuangusha. Tumjibu kupitia maandiko, kupitia uongozi wa Roho Mtakatifu, na hakika tutaweza na kushinda. Ni siku ambapo ndugu zetu wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka, na Mungu akawe pamoja nanyi. Bye bye.